John. Karibu. Asante. Karibu ndani. Karibu kae. Nimekuja kwa zima sukari. Asubuhi sana. Pata mgeni wa kuja kuomba sukari. Kishapita saa 4, sio asubuhi tena. Vipi? Nilizani utakuwa kazini. Hapana, leo niko ofu. Babako yuko chumbani? Hapana. Eti umesikia habari kwamba Kevin Kindule amepata ajali? Mara kadhaa. Unajua babako yuko wapi? Anapaswa kuwa nyumbani wakati wote. Vipi? Ulikuwa unataka kumuona kuhusu nini? Afadhali nimwambie mwenyewe. Je, inahusu ajali ya jana usiku? Sasa, kwa nini nitaki kumuona babako kuhusu ajali ya Kevin na pikipiki yake? Kweli, nilifikiria tu. Vipi, ushakunywa chai? Bado, lakini sitaki tu kukusumbua. Wala usijali, hamna shida. Vero, si unajua kwamba haikuwa ajali? Wanasema kuna mtu alikuwa anajaribu kumuua. Ni ukweli. Mtu alichezea pikipiki ya Kevin. Je, polisi wanafanya lolote kuhusu hilo? Siwezi kufahamu kuhusu hilo. Unafikiri familia ya Kindule inaweza kuishirikisha polisi? Kwa nini unataka kujua sana? Wala umbea tu. Umbea huwezi kwa kufanya ustuke vile. Joni, miaka 10 hujaonekana cheka. Na kifo cha mauaji hapa mara mwisho ni miaka 10. Na sio vitu kama hivi vinavyotokea kila siku. Lazima mtu uwe na wasiwasi kwa sababu mimi nimerudi. Nitaka. Amna, sikumaanisha hivyo. Vero, kosa langu lilikuwa ni kuwa bila kukusudia. Na nimeshatumikia muda wangu. Na hilo jambo limeshapita. Ofisini kwenu nyakati za asubuhi mnatengenezaga chai nzuri sana. Asante Joni. Utakuwa mjini hadi lini? Sijui. Kuna mambo na malizia bado. Kama nini? Kuwa mwangalifu. Usije ukapata mshtuko mwingine. Ina uhusiano wote na babangu? Hiyo ni juu yake yeye kabisa. Kwani ameenda wapi? Joni, yeye sio kijana tena. Na amekasirika sana Tangu lini Vero? Haijalishi. Joni, babangu bado ni mtu mzuri. Na ana miaka mingi sana mbele yake. Naomba umwache aimalize kwa amani. Unafanya ionekane kama najaribu kumweka kwenye matatizo. Sikumaanisha hivyo. Ulimaanisha nini Vero? Hakuna kitu. Nina wasiwasi naye tu. Ndivyo hivyo. Naona. Una muda kidogo kuweza kuongea na samaki mwenye kiu? Unataka nini bonosi? Amani, utulivu, nafasi ya kukaa na kuzungumza naweza? Afadhali ungekaa mbali nami. Kuna mambo machache tu natamani kuyajua. Bonosi, naomba uniambie ukweli. Ulienda kumuona John jana usiku? Umejuaje? Haijalishi nimejuaje. Je, anahusika na ajali yako? Sikia. Taka usitaki. Hili jambo linatuhusu mimi na wewe. Kwa hiyo napaswa kujua kinachoendelea. Sawa? Sawa. Nilienda kwake kumwambia uso kwa uso. Najua alichokifanya. Akacheka. Alafu nilimwambia kwamba mara tu baada ya kunialika tukutane baa, alionekana kwenye pikipiki yangu akiwa amesimama, ameshika spana mkononi. Yeah. Ilikuwa kweli? Una sababu ya kukudanganya? Unayo na unaweza. Kevin, tunadanganya ili kujilinda. Uhakika wa hilo ninalo.
Unajua Mungu anajua nimeishi nalo kwa muda wa kutosha. Hapana, atalindwa. Naweza kukwambia hivi, nilikuwa tayari kumpa nafasi jana usiku, lakini sitompa tena. Nafasi? Unamaanisha nini? Angekubali kuondoka Cheka na asirudi tena, na mimi ningesahau yote, lakini sasa tumeivuka hiyo hatua. Umewashirikisha polisi? Lazima nihakikishe narudi jela alipotoka. Unadhani ukifanya hivyo itakuwa busara? Kufanya nini? Mbonosi alijaribu kuniua. Unataka nisubiri mpaka afanikiwe? Au labda ndio hicho unachokitaka? Hebu acha kuongea upuuzi basi. Ni mimi na wewe Mbonosi. Sisi wawili ndio tunajua kilichotokea miaka 10 iliyopita. Mmoja wetu akiwa amekufa, mwingine wasiwasi utapungua. Na usiniambie kuwa hujawahi kufikiria hicho kitu. Nilidhani umekimbia kupitia mlango wa nyuma. Nilikimbia maadui. Nadhani mimi ni rafiki kweli? Ndiyo, wewe. Siku zote nilikuwa naamini hivyo, lakini jinsi ulivyokuwa unazungumza muda mfupi uliopita, sina hakika sana. Joni, naomba uniambie, kwa nini umerudi Cheka? Unaongea tu ama kweli unataka kujua? Ninachojua, ningepitia kama ulichokifanya, nisingependa kupaona mali hapa tena. Hata vitabu vya dini vinasema msamehe aliyekukosea. Basi sina budi kuwasamehe. Simchukii mtu yoyote Vero. Unamaanisha hivyo kweli? Nini kinakufanya ufikiri nina kitu dhidi ya babako? Sikuwa namzungumzia yeye. Ulikuwa unamzungumzia nani Vero? Unajua tangu nimeingia hapa kuna kitu unataka kusema lakini usemi. Nadhani naongea sana tu. Ndiyo, babako na mimi tumekuwa marafiki wa karibu siku zote, na hakuna sababu kwa nini bado tusiwe marafiki. Nilikuwa namfanyia kazi nilivyokuwa mtoto, kisha nikaenda gerezani. Kwa kweli nina kitu kimoja, lakini... Nini iko? Alikuwa akubali kuongea na mimi wakati niko gerezani. Niko tu. Lakini huwezi kumchukia mtu kwa hilo. Na Mbonosi hawezi kufanya kitu chochote ambacho kitanifanya nimchukie. Mbonosi, kwa tunakuzungumzia sasa hivi hapa. Mlikuwa mnanisema ni? Baba alikuwa akisema jinsi anavyokubali. Baba, ulivyotoka ulikunywa hata chai? Hapana. Kwa hiyo unanikubali John? Na kufunga safari kutoka huko kote kuja kumwambia Vero hicho tu? Mbonosi, unafikiri mimi nina chuki dhidi yako? Vero, alikwambia nini wewe kingine? Asila za nini sasa Mbonosi? Ninyi wawili kwanza, mlikuwa mnazungumzia nini? Hakikuwa kitu cha muhimu baba. Unajaribu kufanya nini Vero? Mbona kama unachochea moto? Tulia Mbonosi. Alikuwa na wasiwasi tu juu yako. Ndio haja kuelezea historia yangu. Chochote kinachosemwa ndani ya hii nyumba ni haki yangu mimi na wewe. John hakimhusu. Shida zangu zitabakia kuwa zangu. Hakimhusu mtu mwingine yoyote. Baba samani, sikufikiria kama nitakuudhi kiasi hiko. Vero, wewe ni mpumbavu. Nini uweze kuwa na mawazo binafsi? Mbonosi, mtendei haki. Angalia John. Mimi naenda kulala, nimechoka sana. Mbonosi, subiri kidogo. Nimeamka mapema mno. Nimechoka sana, wacha nikapumzike angalau kidogo. Nisikilize walau kidogo. Unataka nini John? Nataka nikupe kazi. Unaona wewe haupo serious. Mama yangu mzazi. Kazi gani? Nitakwambia ikiwa tayari. Usijali na uvunje sheria. Katafute mtu mwingine. Nitakulipa 1,000,000 kwa kazi ya wiki 2. Baba, tunahitaji hizo hela. Bila shaka utakubali. Vero mwanangu, usiwe na haraka.
Yaani Vero, mimi hapa sielewi, yaani sielewi kabisa. Baba, kuna wakati inabidi tuwe wa kweli. Tuna shida kwa sasa na bahati kama hizi haziji kila siku. Atafanya hivyo, na maanisha tuseme ukweli. Bado sijamuona, lakini mama anasema yuko vizuri asubuhi ya leo. Kweli, unajua mjomba wangu, kitu kidogo kama ajali ya pikipiki akiwezi kumrudisha nyuma. Sijui kuhusu chakula cha mchana kwa kweli. Nilikuwa nikingoja mjomba Kevin arudi nyumbani ili niweze kujua hali yake. Nitakwambia ni lini. Nitakwambia nikianza kutoka. Nakupenda pia. Vipi? Eti Godi amefika hapa leo? Sijamuona. Utavaa hicho kidude mpaka lini? Sijui. Ngoja tuone. Ni vipi? Ni kidogo kidogo, lakini nitaishi. Halo. Ndio, niko nyumbani. Sawa. Unataka John akamatwe? Sio kukamatwa tu, ashitakiwa na kuhukumiwa pia. Wewe unasemaje? Sina uhakika. Unamaanisha nini huna uhakika? John alijaribu kuniua. Najua ndivyo inavyoonekana. Inaonekana kama Neema, usizungumze chochote usichokijua, utanikasirisha. Daisy yupo karibu? Ndiyo, nadhani yuko nje na wote. Oh, afadhali nimwambie Godi yupo njiani, alitaka kuzungumza naye pia. Mjomba, tafadhali, nataka tu kusema jambo moja. Liza aliniambia kilichotokea jana usiku, kwamba John alikanusha kufanya kitu chochote kwenye pikipiki yako. Pia aliniambia kwamba alimwamini. Nilikuwa naye, lakini hata mimi sikumwamini. Lakini je, haiwezekani? Na maanisha hawezi kuwa anasema ukweli. Kwa nini una wasiwasi sana? Kwa sababu mimi ndiye niliyemleta hapa nyumbani. Mjomba, ikiwa John aliharibu pikipiki yako, basi mimi ndiye ambaye niliyewezesha. Hakuna mtu anayekulaumu mimi. Lakini nawezaje kuwa umekosea? Je, haiwezi kuwa mtu mwingine? Neema, hakuna mtu mwingine. Kuanzia usiku ambao John alifika chini, nilikuwa nikimwambia kitu kama hiki kitokee, na sasa kimetokea, na nitafanya alimbe. Hata kama hana makosa? Neema, toka John afike sijawahi kupumua. Kila nikigeuka huya, sitojali wewe wala Lizi mnachofikiria. Nachojua mimi ni amekuja na pikipiki yangu ikapata ajali. Sihitaji zaidi.
wala ushahidi kwamba alifanya hivi? Usiongee na mimi kuhusu ushahidi. Mtu huyu amekuwa akinitesa miaka 10. Miaka 10 Neema, na nimeishi nayo. Na sasa ataisha na ushahidi ama bila ushahidi? Ushahidi bila ushahidi? Unaongelea kumpeleka mtu gerezani? Neema, upo sahihi kabisa. Hata kama hana hatia, kwa sababu tu unataka aondoke? Hapana, hiko sicho nilichokimaanisha. Mjomba, sitaki kuamini kama unaweza kufanya kitu kama hicho. Neema, nisikilize. Mimi sio mtu mbaya. Nadhani unanifahamu vya kutosha. Nilizani na kufahamu. Ni hasira tu zimenifanya nilotoke maneno machache ya kijinga. Inategemea na kiasi gani unamaanisha. Nilichomaanisha ni kwamba naamini kwa dhati John alijaribu kuniua. Sawa au si sawa, ndivyo ninavyoamini mimi. Na mtu anapofanya makosa, sheria inapaswa kuchukua mkondo wake, au sivyo? Ndiyo, lakini... Neema, hakuna lakini. Kuna ukweli tu na haki, na hicho ndicho nachokitaka. Samahani mjomba, sikupaswa kusema nilichokisema. Usijali. Sasa wewe nenda kaonane na Sigina. Uniache mimi na mama wako tuongee na Godi, maana atakuwa anakaribia kufika. Baba, mi natoka nenda sokoni, sijui nitawakuta nikirudi. Mimi nipo. Kuna mambo inabidi nifuatilie taoni. Twende, nitakusindikiza. Kuna kitu mimi kinanitatiza. Hii kazi unataka kunigea, je, nitakuwa na muda wa kuifanya kweli? Kwa nini? Wewe si ulisema unaondoka hivi karibuni? Nimebadili mipango, Mbonosi.